Mheshimiwa Waziri na viongozi wa Wizara ya Nishati kwa kuweza kunikaribisha leo katika siku hii muhimu. Napenda niseme nimefurahi sana na nimefurahi sana kwa kazi nzuri mnayofanya. Hongereni sana. Lakini na washukuru sana wananchi wa jimbo hili kwa makaribisho mazuri. Mbali ya mvua kuwa zinanyesha na hali ya hewa kuwa hivi, lakini wananchi mmejitokeza kwa wingi sana. Hongereni sana, hongera sana mbunge wa Segerea. Napenda pia hapa mwanzoni kabisa kuwapongeza pia wafanyakazi wa TANESCO. TANESCO mnafanya kazi nzuri. Mnafanya kazi nzuri pamoja na changamoto ni nyingi, lakini niseme kwa dhati, mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni. Haki yenu, mnafanya kazi nzuri. Napenda niwahakikishie wafanyakazi niko pamoja na ninyi, sitawaangusha. Ili umeme uweze kumfikia mtumiaji, kuna hatua 3 muhimu. Hatua ya kwanza ni kufufua au kuzalisha umeme wenyewe. Hatua ya pili ni usafirishaji, na 3 ni usambazaji. Katika hatua hizi zote 3 zina changamoto zake, na ambazo mimi ningewaomba ndugu zangu wa Wizara ya Nishati mjipange vizuri katika hatua hizi zote. Hivyo basi, mbali na mipango na mikakati ya kuzalisha au kufufua umeme ambayo nimetoka kuielezea hivi punde, serikali pia inatekeleza miradi mikubwa kadhaa ya usafirishaji umeme. Hivi karibuni tumekamilisha mradi wa kilomita 632 kutoka Iringa hadi Shinyanga unaosafirisha umeme wa msongo wa kilovolts 400. Mradi wa Singida na Manga wa kilomita 414 wa msongo kilovolts 400, Mbeya Nyakanazi kilovolts 400 na Makambako Songea kilovolts 250. Nayo kama alivyoeleza Mheshimiwa Waziri inaendelea vizuri. Kuhusu miradi ya usambazaji umeme, hivi sasa tupo kwenye utekelezaji wa mradi mkubwa wa kupeleka umeme katika vijiji awamu ya 3, ambapo tunalenga ikifika mwaka 2020 hadi 21 vijiji vyote nchini viwe vimefikiwa na miundombinu ya umeme. Hadi kufikia mwezi Disemba 2016, takriban vijiji 4,395 kati ya vijiji 12,268 tayari vilikuwa vimefikiwa na miundombinu ya umeme. Hivyo mradi utafikisha kwenye vijiji vilivyosalia ambavyo ni idadi yake ni 7,873. Ni matumaini yangu kuwa kutokana na hatua tunazozichukua na nguvu kubwa zinazofanywa na Wizara hii ya Nishati, baada ya muda mfupi ujao, nchi yetu sio tu itakuwa na umeme wa kutosha, bali pia wa uhakika na wenye kupatikana kwa gharama nafuu. Na hii ndiyo moja ya sababu iliyonisukuma kuigawa Wizara ya Nishati na Madini kuwa Wizara ya Nishati peke yake na Wizara ya Madini peke yake, ili kila waziri awajibike kivyake, asitafute visingizio. Waheshimiwa viongozi, nimekuja hapa kwa ajili ya kuzindua mradi wa kufufua umeme wa megawatts 240 wa Kinyerezi unaotumia teknolojia ya kisasa ya combined cycle. Tayari nimeshashukuru Mheshimiwa Waziri kwa kunialika. Nimeshawapongeza wizara, pia nimeshawapongeza TANESCO pamoja na bodi ya TANESCO, lakini pia nimempongeza mkandarasi kwa kumaliza mradi mapema. Nimewashukuru marafiki zetu wa Japani kwa kutupatia mkopo wa masharti nafuu, na nimeeleza mikakati tunayo ya kuimarisha upatikanaji wa umeme nchini. Hata hivyo, kabla sijahitimisha, napenda nieleze masuala machache. Kwanza, napenda kuhimiza Wizara ya Nishati kupitia TANESCO na REA kuongeza kasi ya kuunganisha wananchi umeme. Yapo malalamiko madogo ambayo wananchi wanayapata wanapowaambia wafanyakazi wa TANESCO wanazungusha, na wachache sana saa nyingine huwa wanaomba hela za rushwa ili wawaunganishie wateja. Hizi kelele ndogo ndogo ninaomba mzimalize, pamoja na kwamba
wengi ni waaminifu sana. Niwaombe pia wananchi nanyi mchangamkie fursa ya kuunganishiwa umeme. Serikali imepunguza gharama za kuunganisha umeme kwa kiwango kikubwa. Sambamba na hilo, naziomba taasisi za umma na binafsi za hapa nchini na nje za nchi kuongeza kasi au kuchangamkia fursa ya kusambaza gesi asilia kwa wananchi ili kupunguza athari za matumizi ya mkaa na kuni nchini, na vile makampuni ya kusambaza umeme wa jua nayo yatumie fursa hiyo. Pili, mkurugenzi mtendaji wa TANESCO ameeleza kuwa changamoto kubwa inayokumba mradi huu ni kodi na tozo mbalimbali ambazo zimeongeza gharama za mradi kutoka dola za Marekani milioni 344 hadi kufikia dola za Marekani milioni 356. Mradi wetu wa Kinyerezi namba 2 utakao kuwa na uwezo wa kutoa jumla megawati 240. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana. Tunajua na majukumu mengi sana ya serikali, lakini bado umeona ni muhimu kuja kutusaidia kuifanya kazi hii ikamilike. Mheshimiwa Rais, tunakupongeza na kukushukuru sana. Mheshimiwa Rais, mwaka 2016 mwezi Machi ulifika hapa, na kazi uliyoifanya wakati ule ilikuwa ni kuweka jiwe la msingi pamoja na kuzindua ujenzi. Lakini Mheshimiwa Rais, wakati huo sehemu yote tuliokaa hapa ilikuwa ni majani pamoja na misitu. Lakini kwa maelekezo yako ulituelekeza tukamilisha mradi huu ikiwezekana mapema kabla ya muda wa mkataba. Mheshimiwa Rais, tulitekeleza maelekezo yako, na kwa heshima yako tunakupongeza. Maelekezo yako yalikuwa na tija sana. Ndio maana leo tumeweza kukamilisha mradi huu siku za 45 kabla ya wakati kukamilika. Mheshimiwa Rais, tunakupongeza sana kwa maelekezo yako. Lakini Mheshimiwa Rais, kukamilika kwa mapema kwa mradi huu kumesababishwa na mambo makubwa mawili. La kwanza, utayari wako Mheshimiwa Rais wa kutoa fedha. Niueleze mhadhara huu Mheshimiwa Rais, mradi huu ulikuwa na jumla ya thamani kama ambavyo wanaeleza wataalamu ya dola milioni 344. Na Mheshimiwa Rais, asilimia 15 ilikuwa ni fedha za Tanzania. Mheshimiwa Rais, ulitoa milioni 51.6 bila kuchelewa, kwa wakati na kwa zote kwa mkupuo. Mheshimiwa Rais, tunakupongeza sana. Na hii imetupa kasi sana ya kukamilisha mradi huu kabla ya wakati uliopangwa. Lakini Mheshimiwa Rais, jambo la pili lililofanya tuharakishe, baada ya kutupa maelekezo yako, sisi pamoja na wataalamu pamoja na wakurugenzi wetu wote tulijipanga vizuri ili kutekeleza agizo lako na kukamilisha ndani ya wakati. Kwa nichukua nafasi hii vile vile wapongeza sana Wizara ya Fedha ambao walikuwa wanatuwezesha kwenye kutekeleza mradi huu. Lakini niwapongeze sana management na wafanyakazi wa shirika la umeme nchini TANESCO kwa umoja wao pamoja na wakandarasi kwa juhudi walizofanya kukamilisha mradi huu kwa wakati. Mheshimiwa Rais, sambamba na mradi huu umekuwa ukitusaidia kutekeleza miradi mingi. Hapa tulipo ni eneo la Kinyerezi namba 2. Lakini kabla ya mradi huu, mwaka juzi tulitekeleza mradi wa Kinyerezi namba 1 ambao ulitupa megawati 150. Na ukatuelekeza tuongeze megawati nyingine 185. Mheshimiwa Rais, na penyewe ulikomiti pesa dola milioni 188, zote pesa za ndani. Mheshimiwa Rais, tunakupongeza sana. Mradi huu nao unaendelea vizuri Mheshimiwa Rais. Ni matarajio yetu mwezi Desemba na Januari mwaka ujao mradi huu utakamilika. Na vile vile tutajipanga kuhakikisha mradi unakamilika kabla ya wakati. Inawezekana kabisa Mheshimiwa Rais tukakualika tena kati ya mwezi Novemba au Desemba nao kuja kuuzindua kuingiza megawati 180 katika gridi ya taifa. Mheshimiwa Rais, tunakupongeza sana. Mheshimiwa Rais, iko miradi mingi ambayo tunaitekeleza kwa jitihada zako. Katika miradi ya kuzalisha umeme wa gesi, hapa Kinyerezi tunao miradi mingine mikubwa miwili. Itakuwa Kinyerezi namba 3 itakayozalisha umeme megawati 600 kwa ujumla wake, lakini itatekelezwa katika awamu 2. Lakini pia kutakuwa na Kinyerezi namba 4 itakayopia kuzalisha umeme megawati 420. Kwa Mheshimiwa Rais, kuja kufikia miaka 3-4 ijayo, eneo la Kinyerezi peke yake litakuwa na uwezo wa kuzalisha umeme jumla megawati 1692. Mheshimiwa Rais, tunakupongeza sana. Mheshimiwa Rais, katika maelekezo hayo, kwa msaada wako na nguvu yako,
Hivi sasa tumeanza kutekeleza mradi mwingine wa kuzalisha umeme kwa gesi wa Somanga Fungu utakaozalisha jumla ya megawati 320. Taratibu za ujenzi zimeshaanza Mheshimiwa Rais, na mwezi Julai mwaka huu ujenzi unaanza rasmi. Mradi huu utagharimu dola za Marekani milioni 396. Mheshimiwa Rais, tunakupongeza sana katika mradi huu. Mheshimiwa Rais, tunao mradi mwingine wa kuzalisha umeme kadhalika kwa kutumia gesi asilia kule Mtwara megawati 300 ambao nao utagharimu jumla dola milioni 365. Zote hizo Mheshimiwa Rais, ni nguvu zako, tunakupongeza sana. Lakini Mheshimiwa Rais, sambamba na miradi ya kufua umeme kwa gesi, tunao miradi ya kuzalisha umeme kwa njia ya maji. Mheshimiwa Rais, nichukua nafasi hii kwa heshima ya pekee na niwaombe Watanzania wakuunge mkono katika jitihada zako za kutekeleza mradi maarufu mkubwa wa kuzalisha umeme megawati 2100 kutokana na maporomoko ya maji ya mto Rufiji alimaarufu Stigras Gorge. Mheshimiwa Rais, tunakupongeza sana. Mheshimiwa Rais, taratibu za ujenzi huu zinaendelea. Ni matarajio yetu wakati wote mkandarasi anaweza kupatikana ili ujenzi uanze mapema kabla ya mwezi Julai mwaka huu. Huu ni mradi ambao Mheshimiwa Rais, ukiingia kwenye gridi ya taifa utasaidia sana kuongeza nguvu ya nishati katika uzalisha umeme na hatimaye kuwahudumia Watanzania kwa ajili ya kujenga uchumi wa viwanda. Mheshimiwa Rais, nimetaja miradi michache ambayo wewe mwenyewe umetupa msukumo mkubwa kwa ajili ya kuitekeleza. Lakini Mheshimiwa Rais, iko miradi pia ya kusafirisha umeme. Tunao mradi mkubwa Mheshimiwa Rais ambao tukishazalisha umeme kutoka maporomoko ya mto Rufiji itabidi tuusafirishe umeme kilovoti 400 kutoka Rufiji kuletwa Chalinze Dodoma, ili umeme huo sasa Mheshimiwa Rais utumike pia katika reli ambayo inakuja ya standard gauge. Mradi tumeshaanza kutekeleza Mheshimiwa Rais, na unaanza vizuri kwa ajili ya matayarisho. Mheshimiwa Rais, tunao mradi mkubwa wa kusafirisha umeme wa kutoka Sumbawanga kwenda Mpanda Kigoma hadi Nyanakanazi. Mradi huu uko katika hatua za awali za kukamilisha, maeneo ya substation yameshapatikana na utekelezaji utaanza rasmi mwezi Agosti mwaka huu. Mheshimiwa Rais, huu ni mradi muhimu sana kwa upande wa kaskazini wa kusini mwa Tanzania kwa ajili nao kupatia umeme wa uhakika. Mradi utagharimu Mheshimiwa Rais jumla ya dola Marekani milioni 664. Mheshimiwa Rais, kwa nguvu yako tuna matumaini makubwa kwamba utatekelezeka kwa wakati. Mheshimiwa Rais, tukupongeze sana. Mwaka jana mwezi Desemba tulikamilisha rasmi ujenzi wa kusafirisha umeme mkubwa wa kilovoti 400 kutoka Iringa kuja Dodoma, Singida, hatimaye Shinyanga, umbali wa kilomita 670. Huo ni umeme mkubwa sana unaitwa backbone. Na Mheshimiwa Rais, ulikamilika tangu mwaka jana. Ni matumaini yetu na Mwenyezi Mungu tunaamini atakulinda na kulehemu, ili kusudi mwakani au mapema iwezekanavyo tukuombe tena uende kutuzindulia Mheshimiwa Rais, kwa sababu nao umeshakamilika. Mheshimiwa Rais, mradi ambao pia ningependa ni utaje ni ule wa kusafirisha umeme wa kilovoti 220 kutoka Makambako hadi Songea. Huu ni mradi muhimu, unaendelea vizuri, umefikia 78% ya ukamilifu. Ni matarajio yetu Mheshimiwa Rais, mwezi Agosti mwaka huu mradi huu utakamilika. Mheshimiwa Rais, katika mradi huu umetoa shilingi bilioni 7 kwa ajili ya kukamilisha mradi huu, ingawa na wenzetu wa Sweden Corona nao umetoa dola za Marekani milioni 620 pamoja na milioni 20 kwa ajili ya kukamilisha mradi huu. Mradi huu unaendelea vizuri na utapeleka umeme kwenye vijiji 120 za mikoa iliyohitaji. Mheshimiwa Rais, mradi ambao ningemalizia kutaja walau kwa uchache ni mradi wa kusafirisha umeme wa kutoka Singida kwenda Namanga. Huu ni mradi ambao tutuunganisha na wenzetu wa Zambia wa kilovoti 400 na utakwenda umbali wa kilomita 414. Mheshimiwa Rais, mradi unakwenda vizuri na mkandarasi ameshapatikana na utekelezaji uko tayari kuanza. Mheshimiwa Rais, sasa nitaje mafanikio. Mheshimiwa Rais, umefanya kazi kubwa. Ndani ya miaka miwili uliyoingia Mheshimiwa Rais, katika njia za kusafirisha umeme hatukuwa na njia kuu ya kusafirisha umeme, lakini tumeweza kukamilisha mradi mkubwa wa kusafirisha umeme wa backbone niliotaja wa kilomita 670 ndani ya miaka miwili. Mheshimiwa Rais, tunakupongeza sana. Huu ndio umeme utakaojenga viwanda. Kwa hiyo mikoa ya kanda ya Ziwa mpaka Iringa na Mbeya kwa sasa haina mashaka kuhusiana na umeme mkubwa. Mheshimiwa Rais, mradi mwingine ambao umetusaidia sana kabla ya wakati huu Mheshimiwa Rais,
tulikuwa tumesambaza nguzo nchi nzima 12,000, lakini tangu umeingiza mkono wa kama rais, tumeweza kuweka nguzo ardhini kwa ajili ya kuwapelekea wananchi wetu jumla ya kilomita 5,221. Hizo ni njia kuu za kilomita 220, na tumepeleka nguzo, Mheshimiwa Rais, jumla ya 20,000 kwa hii miaka miwili iliyoingia, ambayo ni mafanikio makubwa sana. Lakini tumeweza kufunga mashine umba kutoka mashine umba 154 kwa nchi nzima hadi mashine umba 447. Mheshimiwa Rais, tunakupongeza sana. Tumeunga wateja kwa nchi nzima kutoka wateja 1,154,022 hadi 2,214,000, ongezeko la asilimia takriban 30 ndani ya miaka miwili. Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, sambamba na hayo, tumeweza kuunganisha umeme vijiji zaidi ya 250,000 ndani ya miaka hii miwili, na hivi sasa kwa mwaka huu mmoja tumeunganisha pia umeme vijiji 82, ambalo ni ongezeko, Mheshimiwa Rais, sawa na asilimia 49. Mheshimiwa Rais, baada ya kukamilika kwa mradi wa Kinyerezi namba 1 mnamo mwezi Machi 2015, serikali kupitia TANESCO inatekeleza miradi mingine miwili ya kuzalisha umeme katika eneo la Kinyerezi ambayo ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Miradi hii ni upanuzi wa Kinyerezi namba 1 almaarufu Kinyerezi 1 extension wa megawati 185 na Kinyerezi namba 2 wa megawati 240 ambao Mheshimiwa Rais ameuzindua. Mradi wa Kinyerezi namba 1 utakamilika Kinyerezi 1 extension utakamilika mwezi Januari mwaka 2019, wakati mradi huo wa Kinyerezi namba 2 megawati 240 unaelekea kukamilika. Aidha, miradi mingine inatarajiwa kutekelezwa katika eneo hili la Kinyerezi namba 3 ambao utakuwa na jumla ya megawati 600 na Kinyerezi namba 4 ambao utakuwa na jumla ya megawati 450. Serikali ipo katika majadiliano na wawekezaji walioonyesha nia ya kutekeleza miradi hii. Utekelezaji wa miradi hii unategemea kuanza katika mwaka wa fedha 19-20. Miradi hii yote inatumia gesi asilia kutoka Mnazi Bay kule Mtwara. Mheshimiwa Rais, mradi huu wa Kinyerezi namba 2 megawati 240 unaotumia gesi asilia utaongeza jumla ya megawati 240 kwenye gridi ya taifa. Kituo hiki cha kufua umeme kitatumia teknolojia mpya na ya kwanza kutumika nchini yenye hatua mbili za kufua umeme inajulikana kama combined cycle. Teknolojia hii inaleta ufanisi mkubwa kwa matumizi ya gesi. Mradi ulianza kutekelezwa tarehe 1 Machi 2016 na mkandarasi Sumitomo Corporation kutoka Japan. Gharama za mradi ni dola za Kimarekani milioni 344 sawa na takriban shilingi bilioni 758. Mheshimiwa Rais, mradi huu unafadhiliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa njia ya mkopo kutoka benki ya Sumitomo Mitsui na benki ya ushirikiano wa kimataifa ya Japani JBIC, zote za nchini Japani. Chini ya mpango wa mikopo ya masharti nafuu kwa 85 sawa na dola za Marekani milioni 292.4 na pia mchango wa serikali ya Tanzania kwa 15 sawa na dola za Marekani milioni 51.6. Serikali imeshalipa fedha yote inayohitajika, yaani 15 ya fedha mradi kiasi cha dola milioni 51.6. Hadi kufikia mwisho wa mwezi Februari, malipo ya kiasi cha dola milioni 298 kwa ajili ya kazi inayoendelea imekwisha kufanyika kutoka kwenye kiasi cha dola za Marekani milioni 62.4. Mheshimiwa Rais, katika utekelezaji wa mradi wa Kinyerezi namba 2 pesa kwa milioni 40 tuko mbele kwa wakati uliokusudiwa. Mitambo yote 6 ya gesi imekwisha anza kuzalisha umeme kama ulivyojionea, ambayo inaingiza kwenye gridi kiasi cha megawati 167.82. Kazi chache zinazoendelea ni kukamilisha ufungaji wa mitambo ili kufikia inayotumia mvuke, yani steam turbines, yenye jumla ya uwezo wa megawati 80.4. Mheshimiwa Rais, pamoja na kuwa mradi huu unafadhiliwa na serikali, TANESCO inawajibika kulipa gharama nyingi ambazo tumekuwa tunapata nazo ugumu kuzimudu kwa wakati. Gharama hizo ni pamoja na gharama za ongezeko la thamani VAT ambayo imeshafikia shilingi bilioni 136 na gharama ya tozo ya TANROADS ya kupitia mzigo mzito ambayo imeshafikia bilioni 5.6, gharama ya mchango wa njia ya reli levy ambayo imeshafikia shilingi milioni 186 na gharama za kutoa mizigo bandarini, yani custom processing fees ambazo zimeshafikia milioni 12.3. Hali hii ilisababisha shirika kushindwa kulipa fedha husika kwa wakati kutokana na mahitaji ya meli yetu kuzidi mapato yetu. Hali hii ilisababisha baadhi ya mizigo kuchelewa kutoka bandarini na hivyo kuongezeka kwa gharama inayotoza bandari na
na gharama hiyo ambayo sasa imefikia shilingi bilioni 9.3. Pamoja na changamoto zote, kandarasi imefanya kazi kadiri ya mkataba na kufikia malengo kama yalivyopangwa. Mheshimiwa Rais, serikali kupitia TANESCO inatekeleza miradi mbalimbali ya kusafirishaji umeme. Changamoto kubwa tunapambana nayo ni ulipaji wa fidia kwa wakati. Shirika kwa sasa ina miradi ya njia kuu za umeme. Kwa mfano, kuna njia kuu ya umeme wa msongo wa kilovoti 400 kutoka Kinyerezi, Chalinze kwenda Segera mpaka Tanga, msongo wa kilovoti 220 kutoka Bodiankuru kwenda Geita, Nyakanazi na Rusumo, na msongo wa kilovoti 400 kutoka Singida, Arusha hadi Namanga. Katika miradi hii, serikali inatakiwa kulipa fidia compensation katika njia hizo za kupitishia miundombinu ya umeme. Kwa miradi inayoendelea, jumla ya shilingi bilioni 190.1 zinahitajika kwa ajili ya kulipa fidia. Mheshimiwa Rais, nashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kufadhili miradi hii ya umeme ili kufikia Tanzania ya viwanda. Tunaomba serikali iangalie uwezekano wa njia nyingine ya kufidia miradi ya serikali za vijiji kwa maeneo yasiyoendelezwa kwa kuwajengea miundombinu ya huduma za kijamii kama zahanati, shule, maji na barabara badala ya kuwalipa fedha taslimu, ili kupunguza mzigo mkubwa wa serikali wa kulipa fidia. Mheshimiwa Rais, katika kutekeleza ujenzi wa miradi ya umeme kwa ufanisi mkubwa, hasa kwa miradi ya ufadhili wa serikali, tunapendekeza gharama za kodi, yaani VAT, tozo la TANROADS na michango ya njia ya reli, yaani Railway Development Levy, kwa ajili ya vifaa vya ujenzi wa miundombinu ya umeme kusamehewe ili kulipunguzia shirika gharama kubwa ambayo inasababisha gharama za miradi kuwa kubwa na hata kuchelewesha ukamilishaji wa miradi. On the 16th March 2016, we also had a privilege to receive the President for the groundbreaking ceremony. The construction work started from 1st March 2016. Hapo tarehe 16 mwezi Machi mwaka 2016 pia tulikuwa na heshima ya kumkaribisha na kupokea mgeni wa heshima wakati wa shughuli ya uzinduzi wa ujenzi wa mradi. And all works has been progressing on schedule, or some cases in advance to the schedule. Na kazi zote zimekuwa zikiendelea kutekelezwa kulingana na mpango kazi, na katika baadhi ya maeneo walikuwa wakifanya kabla ya wakati. I'm very proud and honored to say and thank you for all of the stakeholders who are involved in this project. Na ninayo furaha kubwa kutoa shukrani zangu za dhati kwa wadau wote ambao walihusika katika miradi hii. Now, the completion of power generation of 6 gas turbines and generator units, about 160 megawatts power. Sasa tumeweza kutekeleza mradi ambao utahusisha mashine 6 za kufua umeme kwa kama kilowatt 160. On time, without compromise. Na huo umekamilika kwa wakati kabisa bila ucheleweshaji wowote. Without compromise, safety and quality. Na pia viwango vya ubora na usalama vimezingatiwa. The final handover to TANESCO is also expected to be on schedule in September this year. Na pia sehemu ya mradi uliobakia inatarajia kukamilika mwezi Septemba mwaka huu. This project is a symbol of the public-private partnership between Japan and Tanzania. Na mradi huu ni ishara ya ushirikiano kati ya sekta binafsi na sekta ya umma kati ya Tanzania na Japan. As Managing Director of TANESCO has already explained, the total cost of the project around 344 million US dollars or 770 billion Tanzanian shillings. Kama alivyosema mkurugenzi wa TANESCO, mradi umegharimu dola shilingi za Tanzania bilioni 770. It covers by the funding from the government of Tanzania and the group of the financial institution, including Japan Bank for International Cooperation, the Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Na mradi huo umeweza kugharamiwa kwa ushirikiano kati ya serikali ya Japani na Tanzania, lakini Japani umejumuisha wafadhili mbalimbali ikiwa ni pamoja na shirika la maendeleo ya Japani na ile benki ya Japani.
Other private Japanese companies that has participated and bring the new technology to the project are Sumitomo Corporation, Mitsubishi Hitachi Power Systems, and Toshiba Plant System and Service Corporation. Nashukuru makampuni yote ambayo yameshiriki katika kuleta teknolojia hii mpya hapa Tanzania. Makampuni matatu. The government of Japan has always been committed to support the policy of industrialization. Serikali ya Japani inayo nia ya dhati ya kuendelea kuunga mkono sera ya Tanzania ya viwanda. That is firmly led by His Excellency the President. Hii sera ambayo inasimamiwa vizuri kabisa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. The Tanzania Development Vision 2025 recognized that the new century will be dominated by those with advanced technological capacity, high productivity, modern and efficient transport and communication infrastructure. Maono au dira ya Tanzania mwaka 2025 inatambua kwamba karne hii itatawaliwa zaidi na teknolojia ya kisasa, miundombinu ya kisasa na mawasiliano ya kisasa. It is for this reason that Japan cooperates with Tanzania in these crucial sectors. Na ni kwa sababu hiyo Japani inashirikiana na Tanzania katika sekta hizi muhimu. In official development assistance side through JICA, today we have a representative of JICA office here, Mr. Nagase. JICA inafanya sana kazi hiyo ya kushirikiana na Tanzania katika miradi hii muhimu, na tunaye pia mwakilishi wa JICA hapa pamoja nasi. Japan grant to Tanzania for the construction Tazara flyover. Japan imesaidia pia katika kugharamia ujenzi wa flyover ya Tazara. And other cooperation in capacity building programs in key sectors such as Kaizen, a good example. Pia inasaidia katika kukuza uwezo au kujenga uwezo katika sekta zingine mbalimbali. It is a belief that reliable supply of electricity will bring rapid growth of industries in Tanzania. Tunaamini kwamba kukiwa na uhakika wa umeme katika Tanzania, hii itasaidia sana katika kutekeleza sera ya viwanda nchini. And it will eventually bring economic development and better social welfare to people of Tanzania.